Bana, of course mimi naitwa Chris Jayala, msanuaji na mtoaji taarifa zaidi kuhusiana na mambo ya entertainment, burudani na mengineyo kibao ambayo hope kwamba umetamani kuyafahamu na kuweza kuyajua zaidi ili kubakia katika engo ambayo inakuwa poa ili kuweza kuenjoy zaidi mambo yanapokuwa yana happen. Bana, tunaweza tukafahamu mambo machache ambayo yanaendelea kutokea hapo. Kana ni taarifa ambayo inatoka katika TFF. Bana, unakumbuka kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa uliweza kufungiwa na CAF kutokana na kutokizi au kutokizi vile vigezo vya kuchezea uwanja huo katika mechi mbalimbali ikiwemo kombe la shirikisho, huku Simba wakitajwa kwenda kucheza pale Rwanda. So mchezo huo bana wa kombe la shirikisho baina ya Simba na Al Masry na michezo mingine ambayo itafuata ya robo finali, Simba wataweza kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuweza kucheza michezo yao ambayo inafuatia hapa karibuni. So taarifa kutoka TFF yenyewe inasema hivi, ngoja tu kusomea hapa ili uweze kujua nini ambacho wameweza kukitoa. Wamesema kwamba taarifa, shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF limeruhusu uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kutumika kwa michezo ya robo finali na nusu finali ya ligi ya mabingwa CAF kombe la shirikisho Afrika CAF mwaka 2024-2025. Uwanja huo umeruhusiwa baada ya ukaguzi uliofanywa na wakaguzi wa CAF hivi karibuni. CAF endelea kufuatilia na kwa karibu maboresho yanayoendelea kwenye uwanja huo wa Benjamin Mkapa. So maoni yako ni yapi bana? Kama uwanja huo utafunguliwa, basi tusivitoe tena viti, kwa sababu tunakuwa tunatia bana hasara serikali yetu ambayo inatakuwa inatupambania zaidi kuweza kutengenezea mazingira ambayo tuko comfortable kabisa kuweza kucheza michezo mbalimbali. Ni ule bana, naitwa Chris Jayala, msanuaji, the most expensive presenter of the all time, my code mtani, they call me Ghost, show me love. Please.